أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. يقول الله سبحانه وتعالى: وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. Aya hii au aya hizi ziko katika suratul Infitar, idha as-samaa'u fatarat. Ni miongoni mwa aya ambazo twazipitia. Tusisahau kwamba tumekubaliana tuzipitie hizi aya zinazozungumzia masala ya kutubul a'mal na waandishi na sampuli ya kukabidhiwa zitabu kama hizi. Mpaka sasa tumezisoma aya 9 ambao tulimalizia wiki iliyopita. Aya ilikuwa ikituelezea idh yatalaqal mutalaqiyani anil yamini wa anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Leo tukutana na aya hii ambayo yawazungumzia malaika, wale ambao wamepewa jukumu la kusajili amali za wanadamu. Ikiwa aya hizi za leo pia zaungana na tulizozungumza juma lililopita, wakiwa wazungumziwa hawa idh yatalaqal mutalaqiyan. Katika aya hii tupata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewasifu hawa malaika wenye kazi ya kuandika kwa sifa 4. Sifa ya kwanza amewasifu kwa sifa ya hafidhin, alhifdh, wa inna alaykum lahafidhin. Sifa ya pili amewasifu kwa sifa ya karam, atuambia kiraman. Sifa ya tatu amewasifu kwa sifa ya kitaba, alhifdh walkaram na kitaba, kiraman katibin, wenye kuandika. Sifa ya 4 amewasifu kwa sifa ya ilm, ya'lamuna ma taf'alun. Ni jambo litakalokustahiki tusimame katika sifa hizi 4 kwa min ajili ya kuweza kuzielewa maana yake na pia kuweza kufahamu kazi ya hawa malaika na sifa walizonazo. Tukianza na sifa ya kwanza, yatuambia wa inna alaykum lahafidhin. Taban hapa kuna ikhtilaf katika kuifasiri sifa hii ya hifdh, kwamba nyinyi juu yenu kuna malaika wenye kuwahifadhi. Mufassirina wote wamekubali kwamba wanaozungumzwa hapa ni malaika, lakini wamekhtalifiana. Wachache wamedai kwamba malaika hawa wanaosifiwa kwa sifa ya hafidhin sio hawa malaika wa kuandika a'mal. Hawa ni wale malaika wanaomlinda mwanadamu. Ziko baadhi ya hadithi na hata katika mila na dasturi za Waislamu, mbali na kuangalia mila hizi zina mategemezi ya kisharia ama hazina, hususa kwa vijana watoto, utawasikia watu nena huyo kuna malaika humlinda.
na kuna imani kwamba kila mwanadamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemwakilisha malaika au malaika wengi kumlinda na baadhi ya matukio fulani, isipokuwa tu ikiwa imefika ni ajali. Sasa hawa wachache katika mufassirini wanena alhifdhi huna ni kwa maana ya kulinda, na hutumika katika lugha ya Kiarabu, si maana ya kudhibiti, kwa sababu ikiwa ni maana ya kudhibiti itakuwa wasifu wa kudhibiti wakubaliana na msururu wa masala ya uandishi. Lakini ikiwa ni masala ya kulinda, kwa maana ya kumhifadhi mtu asianguke katika madhara, kumlinda asiingie katika matatizo, itakuwa ni sifa hii haiko katika msururu wa kuzungumziwa masala ya malaika wa kuandika. Haya ni maoni yako, lakini wengi katika mufassirin wasema la, wa inna alaikum lahafidhin, malaika wenye sifa hii ya hifdhi hapa wanaozungumzwa ni malaika hawa tunaowazungumza katika masala ya sahaiful a'mal na kutubul a'mal, waandishi. Na hifdhi hapa ni kwa maana ya tasjil al-a'mal wa hifdhuha, ni kwa maana ya kuzisajili, yani wanazihifadhi zile amali unazozifanya, wazidhibiti zile amali unazozifanya. Tukienda mbele tupata sifa nyingine baada ya hawa malaika kwamba wana sifa ya kudhibiti hawa waandishi. Mwenyezi Mungu atuambia kiraman. Neno kiraman ni jamu, ni wingi wa neno karim, ambalo neno karim latokamana na neno karam. Mwenyezi Mungu awasifu malaika hawa sifa ya pili kwamba ni wakarimu. Ukarimu wao uko wapi? Fasirina wasema sifa hii ya ukarimu yaashiria maana mingi kwa hawa malaika. Miongoni mwa maana walioyazungumzia mufassirina ni maana matatu. Hii sifa ya kiram yaashiria maana haya. Maana ya kwanza ni utukufu wao wenyewe hawa malaika, kwa sababu neno karim lasifiwa mtu akiwa na sifa fulani ya uluu shani wa sharaf. Kwa hivyo kiraman ni kwamba malaika wenyewe walopoa kazi hii ya kuhifadhi hawa ambao la hafidhin, wa inna alaikum la hafidhin, ni watukufu, ni katika kundi la malaika ambao wana daraja, wana uluu sha'an, wana sharafu fulani mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hawa ndio Mwenyezi Mungu amewatagua katika miongoni mwa malaika wake kuwapa kazi hii. Pili, mufassirina watuambia kiraman yaashiria kwamba pamoja na kwamba malaika wenyewe ni kurama, yani ni watukufu, ni shurafa, ni udhama, katika ile kazi yao ya kuandika wana sifa ya al-lutfu wal karama. Badala kwa wenyewe ni kirama, ni watukufu, na katika ile kazi yao wanavyoifanya katika kuandika ni wapole. Na hii nafikiri mkirudia niliyoyazungumza juma lililopita, nilizungumza kwamba kuna hadithi nyingi zimekuja kuwasifu malaika hawa. Miongoni mwa hadithi ni ile kwamba mwanadamu anapofanya jambo lema humwandikia 10, akifanya maovu ule malaika wa wema humwambia huyu malaika wa kuandika maovu, usiandike kwanza,
ambazo riwaya zazungumza hupoa masaa kadhaa. Sasa hii ndiyo maana ya lutf. Si watu ambao kwamba wanapupa sana kukufanya uwe mkosa, bali ni ziumbe ambao hamu yao zaidi ni yule wanayemwandikia amali zake, yaltafuna bihi, wamtukulia upole na kumpa nafasi baada nafasi, pengine atatubia, pengine ataita istighfar. Ukawa waona wajadiliana na kuchelewesha kuandikwa, kuchelewesha mpaka wakate tamaa kwamba huyu bwana alofanya maasi kama haya ama madhambi amekata shauri kuendelea na vile alivyo. Kwa hivyo kiraman hapa kwa maana ya pili inashiria al-lutf, kinyume cha ghilza au quwa. Ni kwamba ni wapole, wana ruhuma, wana masikitiko, kinyume na kuwa ni watu ambao kwamba ni mutashaddidin, wana sifa ya kutumia nguvu na haraka kutaka kumfanya mwanadamu amekosa. Hawana sifa kama hii, na hii inaonekana rehma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kumpenda mja wake, akamwekea malaika wenye sifa kama hii. Ishara ya tatu inayopatikana katika wasifu huu wa kiraman, nimesema ya kwanza wao wenyewe ni watukufu, ya pili ni karam kwa maana ya lutf, ni wapoe katika kazi yao ile ya kudhibiti, tatu ni wakarimu. Ukarimu hapa kwa maana ya upaji na utoaji, kama pale unaposema mtu fulani ni karimu, mtu fulani akiendewa na wageni upenda sana kuwakirimu, mtu fulani mkono wake uko wazi katika ataati zake. Karam hapa ni kwa maana ya ataat, na iko wazi pia katika hadithi tuliyoisoma. Ukarimu wao ukifanywa mema huwa wana haraka kukupa na kukuongezea. Taban si kwa maana wafanya mambo haya kwa uamuzi wao, kwa mwongozo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambao lema kwao ni kwa 10 na mpaka kufika 700, lakini ovu ni moya kwa moya. Hii yaonesha ile ukarimu wao wakati wanapomuona mja amepiga hatua katika kutaka kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, amepiga hatua katika kutaka kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wao huwa ni makarimu, ni majawad, ni wepesi wa kumpa thawabu na kumwandikia amali njema ya yale ambayo ameyafanya. Hizi ni ishara mufassirina wamezitaja ambazo zapatikana katika sifa ya pili ya kiraman. Sifa ya tatu yatuambia katibin, wa inna alaykum lahafidhina afwan kiraman katibina. Sifa hii ya tatu ni bayan au tawdih ya sifa ya kwanza. Kwa kiasi waweza kuuliza suala wakati unapoambiwa
bwana fulani yuwadhibiti mambo yako, yuwahifadhi matendo yako, maneno yako, utauliza ayadhibiti vipi? Sababu kuna sampuli nyingi za kudhibiti. Kuna sampuli za kudhibiti matendo ya mtu kwa kumwandikia, kama vile mfanyaji biashara anapodhibiti hisabu za wanunuzi na wakopeshaji kupitia uandishi wa buku, ndio katika sampuli ya kudhibiti. Katika sampuli ya kudhibiti ni kurekodi. Kama leo wewe unapozungumza ukaekewa tepu mbele yako ikakurekodi, ama chombo chochote cha kurekodia, ni tasjil. Hata ile amalia yenyewe yaitwa tasjil, ni katika kudhibiti. Moving camera ni katika kudhibiti. Sasa wakati hawa malaika walipoelezwa kwamba wao wanasajili, wa inna alaikum la hafidhin, na tukanena hifdhi hapa ni kwa maana ya nini? Tasjilul a'mali wa dhabtuha, ni kuzidhibiti amali. Weza ukauliza watumia ndia gani katika kudhibiti amali hizi? Jawabu yake, tawdhihi yake, tafsiri yake inakuwa bil kitaba. Ndipo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuambia, wa inna alaikum la hafidhina kiraman katibina, yani hifadhi yao, tasjili yao yapitia katika ndia hii, katika wasila huu ambao ni wa uandishi. Na ndio tukaja kwenye masala ya kutub, kwa sababu udhibiti wa amali utakuwa ni kwa ndia ya maandishi. Sifa ya 4 katika aya hii, Mwenyezi Mungu atuambia ya'lamuna ma taf'alun. Katika sifa hii tupata vitu viwili. Kwanza tupata udhibiti wao hawa malaika wa matendo yetu, watakuwa mubashara, hawategemei nakala. Kwa maana si watu ambao watakuwa habari kupitia wengine, ambao hii ni tabia ya mwanadamu ya upungufu. Leo mathalan, namna ya mtu atakavyokuwa na nguvu, namna atakavyokuwa na ilmu, namna atakavyokuwa na sulta, utawala, hawezi kudhibiti hata masala ya mtu binafsi na harakati zake za kibinafsi. Leo tu mathalan serikali ya Kenya, kulingana na serikali, na si Kenya tu, serikali yoyote hata ya Kiislamu, ni muhimu sana kuwa na information ya yanayoendelea nchini. Katika kiungo muhimu cha kutawali ni kupata habari kwa endelea nini. Kwa ila usiketi mpaka serikali imehupinduliwa huna habari. Na hapa ndipo kukawa na kitu chaitwa intelligence, chombo cha ujasusi. Ingawa neno lenyewe ni neno si zuri kwa mustalahi wa Qur'ani, na ukiangalia kumeajiriwa maelfu ya watu kila mahali, kuanzia juu mpaka kuteremka zijijini. Hawa kazi yao ni mapelelezi na kudadisi na kupeka nini, habari. Hapa watakusanya, watampa mkubwa wao, mkubwa wa hapa naye wa wilaya atakusanya, atazipeka kwa mkubwa wa mkoa, mkubwa wa mkoa atazikusanya za wilaya zote zilizoko chini ya mkoa wake, atazipeka Nairobi. Na pale Nairobi kila siku rais ana kazi ya kukutana na hawa, wampe takrir, ima ya maandishi ama ya midomo, kwamba mkoa fulani kuna kadhaa, wataangalia yale ya muhimu. Kwa hivyo ni lazima serikali ijue kila kitu, na hapo hapo yafanywa kazi hii kwa maelfu ya watu. Na zaidi wayaangalia mambo yanayohusu dola. Hawataki kujua ulikula nini usiku, ulala vipi usiku, uliamka vipi usiku. Hawana habari tafasili kama hizi ambazo hawawezi kuzijua, na hapo hapo mengi huyapita.
Sasa angalia leo anavyotukua habari zile ule mtawala kupitia wasita. Kumepita wasita ngapi kati ya yeye anaoipokea ile habari mpaka kumfikia yeye ule mkubwa aliyoko Nairobi, ametoka kwa aliyoko Mombasa, ametoka kwa aliyoko Amu, ametoka kwa aliyoko chini yake, wasait. Mwenyezi Mungu atuambia la, hawa malaika katika sifa yao moya, ilmu yao kupitia yale matendo yenu ni ilmun mubashir, ya'lamuna ma taf'alun, wayajua moya kwa moya. Angalia mutaallaq ya ilmu kwa wale wao lugha ya Kiarabu, mutaallaq ya ilmi moja kwa moja imeteremka kwenye ma. Ya'lamuna, wayua, wanachokijua ni kipi? Ma taf'alun, kile mnachokifanya kiko hadhir mbele yao. Hawataki mwandishi wa habari, hawataki jasusi, hawataki intelligence, hawataki yoyote. Moja kwa moja uko katika kuona kila kinachoendelea, hawaghafiliki. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Ayu haraka. Hii ni kitu cha kwanza tunachokifahamu katika sifa ya 4, ya'lamuna ma taf'alun. Kitu cha pili tunachokifahamu ni kwamba baada ya kwamba wao ilmu yao waitukua moja kwa moja kwa matendo yetu, kisha ni matendo yetu yote wayajua, kile tunachokifanya. Ambao leo hawa majasusi wawe kwa malaki, hawawezi kunijua mimi ufikiria nini, kwa sababu mwanadamu ana mkomo katika uwezo wa maarifa yake kujua mwenzake. Huwezi kujua mtu fikra zake. Sisi hapa tuko msikitini sasa yao kadhaa, kila mmoja hapa ana fikra, ana mipango amepanga, akitoka hapa enda wapi, enda kufanya nini. Kila mmoja katika sisi enda kulala, enda kufungua duka, endao, kila mmoja ana mipango yake. Lakini nani aweza kumjua mwenzake sasa hivi wapanga nini katika fikra zake? Sisi twayaona matendo tunaita kharijia, matendo ambayo kwamba yadhihiri, lakini a'malul jawarih twaziona, lakini a'malul jawanih, so mwanadamu ana jariha, ana najaniha, ana dhahiri ya mwili wake, wamuona leo ameinua mkono, atembea, yule hula, yule amelala. Hizi ni a'malul jawarih. Lakini ana na matendo ya fikra na hisia, ana hasad, ana chuki na fulani, amtukia fulani, ampenda fulani. Toban, katika kupitia matendo tutaweza tukajua mara nyingine fulani ampenda fulani ama amtukia, lakini zikitodhihiri katika matendo hatuwezi kuziona na hatuwezi kuzihukumu. Ndio utakuta watu wengi wanasema nahnu la nahkumu ala niyat, nahnu nahkumu ala al-a'mal. Mwanadamu hana uwezo wa kuhukumu nia ya mtu. Uwezo mkubwa alionao wa kuhukumu ni nini? Ni matendo yake. Lakini ajuao nia ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na hawa malaika wanao uwezo huu. Ya'lamuna ma taf'alun, wajua kile mnachokifanya sawa sawa, iwe ni fi'lun ya jawarih ya nde, ama ni fi'lun qalbi, ama ni kitendo cha moyo katika hisia, sababu kuna hisia maalumu zitakwenda kuhesabiwa, zote wazielewa. Na ndio utakuta mkitaka dalili ya zitu kama hizi, hadithi ziko wazi, hadithi ziko wazi kwamba hao malaika wajua mpaka tunavyohisi na tunavyofikiri. Hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam mtakuja kuzisoma baadaye. Idha hamma, ma maana ya hamma? Hamma ni maazimio ya kifikra, ni nia kwa ibara nyingine. Idha hamma mu'minun ala fi'li khairin, madhmuni ya hadith, anapotia nia tu malaika huandika. Yule malaika wa wema hukuandikia kabisa katika ule ukarimu walionao, kiraman, hawakungoji kufanya. Idha hamma,
akifanya huandika 10, akitofanya akaghairi ikabaki tu alikuwa na ile nia ya kufanya, wabakisha hasanatun wahida. Iko hizi riwaya idha hamma. Hii yaonesha ni kwamba wao waenda zaidi ya matendo yetu na wapenyeza mpaka kwenye hisia zetu na namna tutakavyokufanya. Hii nimependa, nitakuja kuzisoma kisha hadithi ambazo zina alaka na hawa malaika mbeleni tukimaliza. Kwa hivyo hii aya yatupa maana haya manne: wa inna alaikum, hakika ni juu yenu wako la hafidhin, malaika wenye kudhibiti, kiraman, watukufu, wapole na wakarimu, zote ishara tatu. Katibina, kuhifadhi kwao kwa pitia ndia ya maandishi. Ya'lamuna ma taf'alun, na habari wanazozipokea hawapokei kupita kwa watu, wazipokea moja kwa moja kwa kuona kwao, na waona kila kitu, matendo ya nje na matendo ya ndani. Suala la mwisho kabla sienda aya nyingine kuhusu hii aya ambalo laweza kujitokeza ukizisoma hizi sifa 4 katika hii aya, zote zimekuja kwa sigha ya jamu ya wengi. Wa inna alaikum la hafidhin ni jamu, kiraman nimewambia ni jamu ya karim, ni wengi. Katibina ni wengi, ya'lamuna ni wengi. Na katika lugha ya Kiarabu unapozungumza wengi, tofauti na lugha ya Kizungu na lugha nyingine. Lugha nyingine wengi huanza na 2. Kiarabu ukizungumza wengi huanza na 3. Sababu Kiarabu ina mufrad, ina na muthanna. Ilikuwa malaika ni wawili, msisahau tumenena idh yatalaqal mutalaqiyani, mbona ile ni 2 sasa. Hapa ingelikuwa iwe wa inna alaikum la hafidhaini karimaini katibaini ya'lamani ma taf'alun, kwa sababu kila mtu ana malaika wangapi? Wawili. Sasa ilikuwaje, mbona sasa kwa zungumzwa kwa wengi si wawili tena, ama ni vipi? Mufassirina katika kuijibu suala hii wametoka na rai 2. Yani kuna makundi mawili. Kuna kundi imejibu naam ni wengi, yani imeikubali hii suala, na hao wamesema masala ya kama ya leo ya kuingia kwa juti, wasema kila mwanadamu ana 4, wawili ni wa mchana na wawili ni wa usiku, kama ma watchmen. Kuna wanaongea kwenye juti asubuhi saa 12 mpaka saa 12 ya magharibi, kisha hawa huenda wakapumzika ama huenda wapi, Allah wa rasulu alam, huingia wawili wengine. Kwa hivyo kuna raqibun atid nahariyan, kuna na raqibun atidun layliyan, wa usiku. Na hawa wanazuoni haya maneno hawakuyatunga kwa fikra zao, wamezitoa mawazo haya. Ziko baadhi ya hadithi mbali na kwamba ni sahihi au si sahihi, zimeshiria kwamba kuna malaika wa mchana na wa usiku katika kufanya kazi hii ya kusajili amali za wanadamu. Wao kupitia hadithi hizi wanazuoni hawa ndio wakaja wakaifasiri hii jamu iliyoko ya wengi, wa inna alaikum la hafidhina kiraman katibin, ni kwamba ni 4, na kisha kufika 4 washakuwa ni nani? Ni wengi. Hii ni rai ya kwanza. Ikisihi kuna malaika wa mchana na wa usiku ni sawa. Ikiwa haikusihi, ndio wakaja wanazuoni wengine wakanena la, kila mtu ana malaika wawili basi, na hakuna wa mchana wala wa usiku, kwa sababu malaika hawali, hawalali, hawashikwi na ndaa, hawachoki, hawana hizi awaridhi za kibinadamu ambazo zasababishwa na mwili, mpaka watanena labda wale wamechoka watakwenda kupumzika, waingie wengine.
Hizi zote ni awaridh jismania, wanazuoni sema, zasababishwa na huu mwili. Na lau si huu mwili, mengi tunayoyaona, kutaka kulala, kutaka kula wewe, kutaka kunwa, kutaka mwanamke, kutaka mengi unayoyahitaji, ni mahitaji ya nini? Ya kimwili, si ya kiroho. Na malaika ni ajsadu nurania, wameumbwa na nur, hawana miili kama hii yetu. Kwa hivyo kila mtu ana malaika wawili. Sasa ikiwa kila mtu ana malaika wawili, mbona Mwenyezi Mungu azungumza kwa wengi hapa? Sema iangalie vizuri hii aya. Wajibu sema iangalie vizuri. Aya haizungumzi na kila mtu. Aya haikukwambia wa inna alaika, kama ilikwambia kila mmoja katika nyinyi ingebidi nene na malaika wangapi? Wa inna alaikum. Aya imelahidhi watu wote, binadamu wote, kisha imewazungumza malaika wote wa kila mtu kwa pamoja. Kwa maana sisi mathalan tulioko hapa msikitini, mathalan ni watu 40 au 50. Kila mmoja akijiangalia yeye peke yake, malaika wake wangapi? Lakini tukihisabu sote kwa pamoja, malaika wanaoandika amali zetu wangapi? Ni 100. Itakuwa sasa si wawili tena, sababu wewe wazungumza kwa jumla. Sasa nyinyi mlioko msikitini muna malaika wanaohifadhi na kuandika amali zenu, ni wangapi? Ni 100. Kiwa kila mtu utampa wawili. Na kwa msingi huu ndio aya ikazungumza kwa sigha ya nini? Ya jamu, ikatuambia wa inna alaikum la hafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Tatosheka na aya hii, twende katika aya nyingine sababu wakati watubana sana. Nataka tuzimalize hii aya, manake naona kama tafsiri imerudi kwenye tafsiri tajzii na sisi tuko katika tafsir maudhui, lakini ni muhimu, nataka kukusanya zitu. Suratul Haqqa aya ya 19 mpaka 26, bao mimi nitasoma lakini baadhi si zote. Yatuambia fa amma man utiya kitabahu au kitabahu biyamini fayaqulu ha umqra'u kitabia. Taendelea, kisha ikatuambia tena wa amma man utiya kitabahu bishimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabia wa lam adri ma hisabia. Angalia jamani, ni aya za nyuma tulikizungumza zitabu, tulizungumza imamun mubin, tukazungumza kitabu cha kila umma, tukazungumza kitabu cha kila mtu, tukazungumza majina tofauti, Zubur, sijui kitab, Tair, Imam, zikatoka. Aya 3 tulizopitia yeo na yuzi zazungumza malaika waandishi. Aya hii sasa imezungua. Sasa hii yenda kwenye sampuli ya kukabidhiwa. Shaandikwa, tushajua kuna zitabu aina ngapi, waandishi kina nani, kina malaika, namna atakavyokupokea kitabu kila mtu siku ya Kiyama. Ndio tutazimalizia aya hizi na maswali mingi yako hapa. Sasa yatuambia ama ule atakayekupoa kitabu chake kwa mkono wake wa kulia, fa amma man utiya kitabahu biyamini, huyu mujarrad wa kupoa kitabu chake kwa mkono wa kulia atazungumza maneno haya, atanena fayaqulu ha umqra'u kitabia, hela somani kitabu changu. Ama man utiya kitabahu bishimali, ama ule atakayekupoa kitabu chake kwa mkono wa kushoto, fayaqulu, atanena ya laitani lam uta kitabia, natamani lau sikupoa kitabu hiki, walam adri ma hisabia, wala sikujua kamwe hisabu yangu. Yani afadhali mimi ndikuwa nasian mansia,
lisahaulika, yani kamwe kaambiwa wewe katika wale mabuku yao yamepotea, kwa hivyo hisabu yako haijulikani, kaambiwa nda zako. Afadhali yani nisijue nilipo kama kupoa kitabu kama hiki. Sasa katika aya hii nataka tusimame na kifungu kimoja tu peke yake, kwa sababu hii aya yazungumza masala ya sampuli ya kupoa zitabu na kujalia mkono wa kulia na kushoto ndio alama inaopambanua kati ya watu wema na watu waovu. Ikawa akipoa kwa mkono wa kulia ni alama ya mtu wa khairi, yani huyo atakuwa ni abrar, akhyar. Akipoa kwa mkono wa kushoto atakuwa ni katika alfujar. Sasa suala hapa, huu mkono wa kulia unaozungumzwa hapa na mkono wa kushoto unaozungumzwa hapa vaashiria kiungo hiki tunachokielewa cha kimwili? Yani tuitukue maana yake ya dhahiri ya kilugha kwamba ukipoa kwa mkono huu wa kulia ni alama ya kuwa ni mtu wa kheri, ukipoa kwa mkono wa kushoto ni alama kuwa mtu wa shari. Kisampuli hii tutayafasiri haya mambo au la? Hii ni lugha ya kinaya au ni lugha ya mafumbo yaashiria maana zaidi ya hapo tunapofikiria sisi? Si masala ya mkono wa kulia kwa hunu mkono wa kimwili tunaojua sisi, wala si masala ya mkono wa kushoto kwa maana tunaojua sisi, la, maana yako zaidi ya hapo. Mwanachuoni mkubwa hata leo nimemzungumza katika swala ya Juma wa Kimasr, Sayyid Qutbi, ana tafsiri yake yaita fi dhilali alquran. Katika kitabu chake yeye amekwenda kuzungumza kwamba haya masala ni kinaya, si masala ya mikono hii tunayoelewa sisi, sivyo kabisa hivyo tunavyozungumza sisi, wala haimaanishi kupoa kwa mkono huu wala kupoa kwa mkono huu. Yamaanisha nini? Ana bahthi ndefu, ameingia kwenye ta'wil, lakini maslak, sitaki kurefusha sana hii bahthi hapa, itatupeka mbali. Hii ni maslak iko Masri sana, na ilianza na shekhe wao kina Said Qutbi, walikuweko kabla yake kina Sheikh Muhammad Rashid. Wajua Azhar kidogo ni wape faida tu, kisha nirudi kwenye mada yaungamana na haya mazungumzo. Baada ya kuanguka Uislamu, kwa maana si Uislamu wenyewe, Waislamu kuanguka na Europe kuenuka, Ottoman Empire, Turki ya mwisho yaanguka na Europe yainuka, na maendeleo ya kielimu na ya kisayansi yaliyopatikana Europe yaliathiri kiasi kikubwa wasomi wa Kiislamu. Kukapatikana kitu chaitwa imbihar, nazungumzwa leo, mushkilatul imbihar. Imbihar ni hali ya kustaajabia kitu na kuvutiwa na kukiona ni kikubwa kushinda wewe. Naitwa yishi sute leo. Iko hali hii. Leo mtu aweza kuwa ni msomi namna atakao kuwa msomi, lakini ikiwa hazungumzi Kiingereza hathaminiwi. Ikiwa baada ya maneno mawili matatu hatim samiati wa kizungu hathaminiwi. Lakini mtu akaweza akaja akateremka mathalan sayau na vocabulary tena yale mazito mpaka wendo ukazengee kwenye kamusi, inshallah yeye yanenayo hayaelewi kamwe yale yanenayo nini, utakuja kuona jamaa uteremsha zitu kweli. Hii ndio halatul imbihar, na hii ilizaa matunda mabaya katika ulimwengu wa Kiislamu. Kwa sababu sitaki kuingia katika tarikhi ya imbihar wa ma nataja anhu wa atharuhu, masala marefu nikiingia masala kama haya. Hii iliwapelekea watu kama kina Taha Hussein, haya maneno mmewahi kuyazungumza katika minasaba tofauti. Taha Hussein ni dokta, ana PhD na katika wasomi wakubwa wa Masr. Ana kitabu anakiita Mustakbalu Thaqafa fi Masr, yani mustakbali wa culture ya Masr. Azungumza maneno ya ajabu sana kuhusu wazungu. Asema kwamba tukitaka kuwa kama wao
Si wao wameunda ndege, wao wameunda gari, wao. Tukitaka kuwa kama wao, yajibu alaina, sikiliza na inukuu ibara, nimehifadhi ibara, asema yajibu alaina an nufakkira kama yufakkirun wa an nandhura ila al-umuri kama yanzurun wa an nahkuma ala al-ashyai kama yahkumun. Asema tukitaka kuwa kama wao ni lazima tufikiri kama wanavyofikiri. Wajua maana tufikiri kama wanavyofikiri? Yaani wao hawamtaki Mungu na sisi tumuondoshe Mungu. Unapozungumza fikra unazungumza ideolojia. Mzungu anavyofikiri afikiri hakuna Mungu, muondoshe Mungu katika maisha yetu. Ndio hizi fikra za kutenganisha dini na nini na siasa, secularism. Hii imeletwa na nani? Na mzungu. Mzungu hakufaulu katika maisha yake mpaka alipomuondosha Mungu. Huu ni ukweli yani. Europe haikufaulu katika maisha yake mpaka ilipomuondosha Mungu. Pengine mtastaajabu mimi kunena maneno haya. Na Waislamu hawakufeli katika maisha yao isipokuwa walipomuondosha nani? Mungu. Na mmoja katika wataalamu wa Kiislamu asema mfano wa Muislamu na mzungu katika kuvuka mto ni kama watu wawili wavukao mto, mmoja uengete sogi la chumvi na mmoja uengete magodoro. Sikilizani, mfano ni dakika sana. Umebeba mzigo, ndani kuna nini? Chumvi. Huyu ni mzungu. Na mwingine huyu ni Muislamu, na ule amebeba nini? Wamtarajia ule wa chumvi akipata robo ya maji itafanyika nini? Itayayuka, atavuka mwepesi, atafika upande wa pili. Hamtukwe huyo geto magodoro ya sponge, yale magodoro sasa yawe huingia nini? Maji, atafika upande wa pili. Kwa hivyo godoro ndo dini ya mzungu na chumvi ilikuwa ndo dini ya Muislamu. Mzungu aliposhikana na kanisa lilimrudisha nyuma. Somani tarikhi ya Roma, somani tarikhi ya kina Konstantania. Mzungu hakuendelea mpaka alipotupa kanisa. Wakati kanisa lamwambia sayansi ni haramu, kunena ardhi ni dori ni haramu, kuunda ni haramu. Kwa hivyo akaamua kulitupa kanisa. Alipolitupa kanisa akafanya nini? Akaendelea. Muislamu naye akaona akitaka kuwa kama mzungu ni amtupe nani? Mungu. Akisahau kwamba Mungu wetu ndio aliotuletea ndege, ndio aliotuletea biology, ndio aliotuletea kila kitu katika Qur'ani. Asasi ya maendeleo mtoka kwa Mungu. Sasa Taha Hussein atuambia tukitaka kuwa kama wao tufanye nini? An nufakkira kama yufakkirun wa an nandhura ila al-umuri kama yanzurun, na tuyatazame mambo kama wanavyoyatazama. Wajua maana wanavyoyatazama wao? Hatakuwa mfano. Mambo marefu haya nataka ndio kwambia tusomeni jamani, kuna haja ya kusoma Freud ni mtaalamu mkubwa, amezoasisi fikra nyingi za wazungu. Watataka wamsome. Ana nadharia anaita nadhariyatul fitra. Katika nadharia yake Freud ndio haya mambo muyaonao ya wazungu kutembea tupu. Haya yameasisiwa na philosophy, si masala yamekuja tu. Freud katika nadharia zake asema hakuna tupu, hakuna kitu chaitwa aura. Na ukitaka kuhakikisha mambo haya, Freud akwambia mtukue kijana mlee, kutoka ukimzaa mfunike mkono wake, huu mkono wake ufinike, na kila akiufungua ufinike, na akianza kufahamu akifunua finika baba, aibu hiyo ni tupu. Itafika wakati akikuwa ule kijana hawezi kufungua mkono wake mbele ya watu. Huyu ni Freud anazungumza maneno haya. Asema hii ndio tupu iliyoundwa na community. Lakini kijana yule kwa sababu kutoka alipoinukia amezoea kuuata mkono wazi, na sisi tumezoea kuona mkono kitu cha kawaida. Kuna ambao unaona tafashi yoyote akiuona mkono. Kwa hivyo na yale mengine pia lau yatalelewa hivi hayakuna dhiki yoyote. Aweza kutoka mtu tupu hapa akapita na hakuna atakayekutaharak. Inshallah apite binti wa miaka 18 au kila mtu, hakuna atakayekusimama na nyewe. Ndio wakasema ziwateni free. Ni Freud yazungumza. Watani free, watu waone tupo, waone kutatua, kutakuwa hakuna rapping, hakuna ni kila mtu atakuwa akiona. Lakini angalia sasa yao wewe, ukiona katiti paja limefunguka zimeanza kutaharaka.
sababu umelelewa. Hizi ndio nadharia imebuniwa philosophy za magharibi. Hawa ndio waasisi wa philosophy hizi, kina Freud na kina yule mitwaji yule mwingine yule wazigulagula ule mwenye ile nadharia ya mwanadamu alikuwa ni Yonda, Darwin. Ndio hawa wote, Darwin, Freud, na wote wana asili ya Kiyahudi hao, na utakuta ufisadi wote, kina Karl Marx, kina Lenin, wote hawa ni Mayahudi. Ala kuli hali, sitaki kutoka kwenye mada, narudi Masri. Sasa ukitukua wa Masri walikuja wakapatikana na imbihar. Walipopata imbihar, wengi wakatoka, sisemi wote, wakatoka wakaenda kusoma kwa wa magharibi. Leo utaona basomi wanazuoni wa Kimasri wamegraduate katika mikono ya wazungu. Dini, sizungumzi sayansi, dini. Yani amesoma usuli kwa wazungu, amesoma fiqh, kwa sababu kulikuwa na haraka ikiitwa haraka ya orientalist, mustashriqin. Na mmoja ni Dr. Ahmad Amin mwenye Fajrul Islam na Dhuhal Islam. Hawa walipokuja wakataka kuifasiri Qur'ani, naja hapa sasa, wakataka kuzifasiri nadharia za Kiislamu kwa sampuli waonao wazungu, ili wawaambie wazungu sisi ni kama nyinyi. Na kukapatikana matatizo makubwa katika tafsiri, ambao al-Allama al-Sheikh Jaafar Subhani hafidhahullah, uko hai, uko Qum, ana katika zitabu zake ana bahthi ndefu sana apambana na watu hao. Kuja wakazungumza alam tara kaifa faala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran, wakatumilizwa nani? Ndege wale walikuwa wakiwapiga tarmihim bihijaratin, kwa zijiwe za udongo wa moto ambao zilikuwa zikiwatoboa kutoka kitwa mpaka kutoka kwenye nini, duburi zao. Hivi ndivyo Qur'ani ilivyotueleza, na hivi ndio dhahiri ya aya, na hii ndio maana ya miujiza. Lakini mzungu ataikubali wapi fikra hii kwamba kuna nyuni alikuya utukuzie zijiwe? Mzungu atakuuliza hizo zijiwe kwanza singelimteketeza yeye ule nyuni azitukuzieo? Sasa utamkuta Al-Jawahiri, ni katika mufassirina wa Kimasri, asema wale tayran ababil si nyuni, na zile hijaratan min sijil si majiwe. Ni watu walikuwa hawawezi kufahamu wakati ule, zile ni hizi jarathim za maradhi. Kama leo Mungu apeleka koleria mahali watu wafa kwa kipindupindu, hizi ziini za maradhi ambazo ni zitoto sana, za penyeza kwenye mwili wa mwanadamu, zile ndio alozituma Mwenyezi Mungu kuwatumia nani? Wale ashabul fil. Nafikiri wote wakashikwa na maradhi ya kuhara, ndio ile tarmihim bihijaratin min sijil, kwamba mpaka zikahutoka kwenye adbari. Ile kutoka kwenye adbari si zile zijiwe, walishikwa na matumbo ya kuhara, wakaharizanya mpaka wakafanya nini, wakafa. Hizi ndizo tafsiri ambazo zilikuja kujengwa, na nikitaka kuwapa mifano ni mingi na wakati wanisonga. Turudi kwenye mada. Sasa Sayyid Qutbi katika fi dhilali al-Quran azungumza kwamba al-yadul yumna na al-yadul yusra si hii mikono, na ameita ta'wili ndefu ambayo mimi nimependa kuiweka katika siyaki hii ya hizi tafsiri ambazo zilikuwa mara nyingine zatoka kwenye mipangilio na dhahir ya Qur'an. Wala ta'wili siipingi mimi, lakini yurtakabu ta'wil. Lini tunakwenda kwenye ta'wil? Wakati inapokuwa dhahir ya aya yagongana na misingi ya aqida, kama unaposema yadullahi fawqa aydihim. Huwezi kufasiri yadun kwa mkono, kwa sababu ukifasiri mkono wewe waja kuthibitisha Mungu ana nini? Ana mwili, na dalili za kukata zimethibitisha kwamba Mungu hana mwili. Hapo ndio yurtakabu at-ta'wil. Tukasema kwamba yadun imekusudiwa ni nini? Ni kinaya anil qudra au kinaya anil quwa, lakini hakuna sababu yoyote ya kusema yadul yumna hapa si maana ya mkono, wala si maana hii iliyo wazi. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri
mahisabia. Kuna na aya ya pili yafanana na hii, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban. Nitakuja kumaliza baadhi ya mada zilizobakia kuhusu kilma cha haumu na kuhusu wayanqalibu ila ahlihi masrura, ni nani ahlihi, sababu ina muhimu hili, na kuhusu neno la tatu ni waraa dhahrihi, sababu tupata hii aya nyingine na wa amma man utiya kitabahu waraa. Sasa kuna migongano hapa. Aya ya kwanza imetuambia watu wema watapoa kwa kuvuli, watu waovu watapoa kwa kushoto. Aya hii atuambia watu wema watapoa kwa kuvuli, watu waovu watapoa nyuma ya mgongo. Sasa nyuma ya mgongo na kushoto ni vipi mambo haya? Aya inshallah juma litakalokuja tutazimaliza. Nafikiri ndio tutakuwa aya za mwisho hizi, turudi katika mada. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Naam. Wallahi juma lililopita niliyazungumza mambo haya. Wazungumza malaika wawili wewe. Ndio nakwambia hawa malaika wawili wanashirikiana, ama kila mtu ana kitabu chake. Kulingana na darasa nasema ya juma iliyopita, kuna mjadala kamwe kwamba kila mtu huandika, kila malaika huandika. Nafikiri mwakumbuka nilitaja rai. Kuna baadhi ya mufassirina wanasema la, andikao ni mmoja tu, kwamba mmoja ni raqibun na mmoja ni atid, na tukasema atid imetokamana na atad kwa maana ya i'dad, kwa maana ya kitaba. Kwa hivyo raqib ina maana ya muraqaba, ya kuangalia. Kwa hivyo mmoja hupeleleza akimwambia huyu akifanya nini, akiandika. Kwa tafsiri hii, mujibu wa tafsiri hii, kitabu kitakuwa ni kimoja, kwa sababu andikao ni malaika mmoja. Ama tukitukua tafsiri na unena la, raqibun andika na atidun andika, ni kwamba huyu andika mema na huyu andika maovu, bila shaka itakuwa zitabu ni ziwili. Na hii ndio yaweza kutilia nguvu zaidi. Sitaki kutukua msimamo, lakini mathalan tukija katika baadhi ya misimamo ya kiyama, tupata kwamba sahaif za amali njema na sahaif za amali mbovu zitakuwa munfasila, zitakuwa separate. Ili ndio maana itimu mizani, ndio maana uweze kufahamu fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radhiya wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya. Kuonesha kwamba kuna zitabu ziwili. Katika kuandika ni ziwili. Leo wewe waweza kutoa watu watatu, wewe ukamwambia nenda kaniandikie hisabu za ujenzi, wewe kaniandikie hisabu za chakula, wewe kaniandikie hisabu za kadhaa, zitakuja faili tatu, kisha waziunganisha sawa, ni faili moja. Itlaqul kitabi alwahid bilihadhi man yusnadu ilayhi dhalika alkitab, kumwangalia anayetegemezwa ule kitabu ni mtu mmoja. Kwa hivyo haya yote ni yake, hata kiwa ni zitabu zitatu, mwisho wa natija ni zake yeye mmoja peke yake. Naam. Taban, bila shaka munkar na nakir, sijui kama wauliza hapo wewe, munkar na nakir sio raqibun na atid. Wale wa masala ya wa suala na jawabu kaburini, wale ni malaika mbali, na hawa wa kuandika amali ni malaika mbali. Swali lako kipande cha kwanza. Kipande cha pili ni kwamba baada ya kufa mtu, wale malaika watakuja kukuuliza, ni wengine, ni munkar na nakir, si raqibun na atid.
Hilo ni suala sasa, hilo ni suala la kimsingi, ni kwamba munkar na nakir ni wawili tu, na je kama kumekufa watu kwa pamoja, na nusu wako Amu, nusu wako Mombasa, nusu wako watawauliza vipi kwa pamoja? Ni masuala hayo, lakini kitu kimoja nataka nikufahamishe, narudi pale pale, malaika si jismu. Hukumu nyingi tunazozungumza mwanadamu hawezi kuwa hapa msikitini na akawa nyumbani sasa hivi, hawezi kuwa Amu akawa Mombasa akawa Garseni sasa hivi, kwa sababu mwili wakataa hili, lakini ruhu peke yake haikataa. Wewe kwa tutazungumza malaika, na ndio utakuta malaika hawafungizwi na makani wala na zamani. Wala swala hilo litakuja kwa Israeli leo atoa vipi ruhu kwa mara moja na katika sehemu tofauti. Pengine utanijibu, utaniambia kwamba ana wasaidizi chini yake, sawa mpaka hapo? Yeye ni waziri mkuu kama wale waziri mkuu Raila lakini pia la mani min dhalik, aweza peke yake kutoa. Na tasawar malaika kama binadamu, ondosha mwili wachanganya mambo mingi sana. Na lao mwanadamu alikuwa ni hii ruhu peke yake, na huu mwili, hii ruhu ya mwanadamu, tunastaki kuingia kwenye mambo ya arwaha. Hii ruhu ya mwanadamu ilionayo sisi ina taqa waqia, ina taqa kubwa sana, na sisi tunavyoweza kuitumia mpaka sasa tuweza kuwa tuitumia 1% ama hata 10.0 ya ruhu tulionayo. Na tatizo kubwa ni huu mwili, na huu mwili ndio tuupenda zaidi sisi, na kila tukiutumikia mwili, sitaki kuja kwenye nadharia za kirahabania na nini, kila tukiutumikia huu mwili ndio twazidi kuimaliza nguvu ruhu. Na hapa ndipo kunapokuja na umuhimu wa kubalance baina ya chakula cha ruhu na chakula cha mwili. So mwili wa kuvuta kwenye ardhi, ruhu ya kupaisha kupeka mbinguni, si mbinguni kwa maana ya mbingu, yani ya kutoa kwenye uwezo wa wanadamu. Na bila shaka wale waloweza kuzikuza ruhu zao, utawaona walikuwa na taqa kiasi kikubwa sana. Tuliweza kuketi na ndaa siku kadhaa na asisikie lolote kwa kufanya practice, ingawa wao wana dini sampuli zao, lakini mambo huwa ukiwataamali kama wale mabodhi leo ule akafanya zitu, akaketi namna hii ni ile pengine siku 3-4 bila ya kutetemeka, bila ya nini. Zile zote ni katika riyadhat za ruhu, kuikuza ruhu. Na ruhu haitaki mazoezi, ruhu ni kuupuza mwili. Sasa yule anapoketi arakiz, ajaribu kuondosha mwili katika fikra zake. Sasa ruhu kila ikidhihiri yadhihiri kwa mambo ya ajabu. Na mawali wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wapita hapa. Na Uislamu una barnamiji yake, hautaki yoga wala yale mambo ya mabodhi ya Wachina. Una barnamiji yake ya kuilea ruhu, na sehemu kubwa ni ibadati, ikiwa zitafanywa kisawa sawa, hususa katika sehemu ya mustahabati na salatul layl na nini, zile mwanadamu akaketi akarakiz, zina dauri kubwa katika kumlea ruhu na kuifanya ruhu iwe na nguvu sana. Swali lingine? Naam, swali la mwisho. Wallahi wanikumbusha nadharia moja katika falsafa. Kuna mjadala mkubwa kwamba nafsi, wao ita nafsi, ruhu na nafsi na mwili, ipi ile kwa kombe? Umenifahamu? Mjadala mkubwa. Na je, ruhu ni moja ama nyingi? Sasa wale wanao ruhu ni moja, wale wamewaambia sasa hawa wengine wampata wapi ruhu zao? Makirudi waliponena nyingi, waliulizwa ngapi? Na kila siku huzaliwa
wengine. Ndio Wahindi wakajana, Wahindi mabodhi wakajana fikra katika falsafa wanaita tanasukhul arwah. Tanasukhul arwah, wao waamini idadi ya ruhu ni idadi maalumu, haiongezeki, zimeze kuumbwa wala haziongezwi tena. Mfano kama Mungu alikuwa amepanga ruhu ni milioni moja, hakuongezeki tena. Sasa wakifa watu, unaje kwenye swali lako, zile ndo hutoka zikaingia kwa watu wengine, na ndio maana tanasukhul arwah. Sasa jamaa wakamwambia, lakini wazali wao mingi kuliko wafao, sasa itakuwaje hao wengine watasubiri namna gani? Ndio wakaipanua wakaja paka kwenye hayawani, waonena hata hizi ruhu za hayawani. Na ndio siri utawaona mabodhi waheshimu sana hawa hayawani, kwa sababu wasema hawa hayawani wengine binadamu, ruhu zao za binadamu. Umenifahamu? Kwa sababu watu waovu wengine wakifa ruhu zao utafuta utiwa kwenye paka, utiwa kwenye punda yao, wapakiwe, adhibiwe, na pepo yao ni hapa hapa na moto ni hapa hapa, hakuna kufufuliwa wala ulimwengu haumaliziki, ni tanasukhul arwah tu hivyo hivyo. Na kama mtu alikuwa mwema, basi tunaona kutiwa kwenye kijana cha milionia ulimwenguni, yani astarehe roho yake, hiyo ndio pepo yake. Sasa swala lako limenikumbusha fikra hii kama faida tu, kwamba wale malaika hurudi wakaangalia wengine. Swala ni kwamba kwani hawa malaika raqibu na atid wako idadi maalumu kwa kiasi ambao paka wakifa wengine warudi kushika wengine huku kuingia kwa juti? La, hawana idadi, kila mtu ana wake dhahiri ya Qur'an. Na wale wakimaliza kuisha kazi yao. Unajua malaika, kuna malaika wamaliza kazi zao wakitizia tu, kuna malaika kazi zao haziaanda. Unajua habari hiyo sio? Mfano Jibril amaliza kazi yake, kwa sababu Jibril kazi yake ni kazi ya nini? Ya wahi. Na wahi kazi ilikwisha baada ya nani? Ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakuna tena wahi baada ya Mtume Muhammad. Kwa hivyo Jibril wizara yake imeshafungwa. Ndo kwenye wizara ya Khazin na Malik, Khazinun nar, wale malaika ambao kazi zao ni moto wa Jahannam, na wale malaika ambao kazi yao ni pepo. Hawa mpaka kumalizwa hisabu ndo wataanza kazi, mpaka kumalizwa hisabu, yani mpaka kufufuliwe ndo waanza kazi. Kwa hivyo kuna malaika wengine wamaliza kazi zao. Toba, nikimaliza kazi zao sinaambia sasa ufanya nini? Kazi ya kimsingi ya malaika ni ile aliyotuambia wa nahnu, semaje katika suratul Baqara, walipokuwa hawataki Adam aumbwe, wa nahnu nusabbihu wa nuqaddisu lak. Ndio wadhifa wa malaika. Kabla ya haya mengine ni at-tasbihu wat-taqdis. Na malaika wakitizia umsabih Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumqaddis, na hizi kazi za nyongeza. Kwa hivyo wakimaliza watakwenda zao kwenye nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Salawat. Kivipi?